Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Kwa kweli mpira Simba wamecheza sana, lakini wote wameshuhudia kwamba kuna mambo refa alikuwa anafanya ambayo hayaendani na mambo ya mpira. Hata ile goli Simba aliyofunga la pili tulikuwa tunaliona ni goli wazi, lakini refa akaegemea upande wa na wakakataa hilo goli. Lakini nawapongeza wachezaji wa Simba pamoja na mwalimu. Lakini kusema ukweli, malengo yetu ilikuwa sio finali. Malengo yetu ilikuwa ya kufika nusu finali. Lakini wachezaji walikuwa wanacheza kwa ari tukafika finali. Lakini huu ni mwanzo. Mwakani Mungu akijalia tutakuwa aidha nusu au finali tena. Kwa hiyo wapenzi wa Simba wasikate tamaa. Tumecheza pungufu kwa karibu kimbiti chote cha pili na wachezaji 10, lakini bado tulikuwa tunawashambulia na tukapata goli. Kwa hiyo tunasema wana Simba wasipate shida. Mwakani tutajipanga upya. Kuna wachezaji 2-3 ambao wenyewe mnajua tumewasajili. Kwa hiyo tutakuwa tuna timu bora zaidi kuliko mwaka huu. Na mwaka huu kuna wachezaji wengine wadogo ambao hawakuwa na mazoea na mashindano makubwa, sasa wamepata mazoea, kwa hiyo watakuwa wanacheza vizuri mwakani. Miongoni mwa vitu ambavyo Simba amefanya mwaka huu ni ujenzi wa timu. Nahisi kwa asilimia ngapi mmefanikiwa kulinganisha ama kujumuisha na hili la kufika finali? Kwa kweli mwalimu alipokuwa anasema kweli, na nyewe wote ni mashuhuda kwamba wachezaji walikuwa wote karibu wapya. Mwalimu alikuwa anajaribu kujenga, lakini wakati anajaribu kujenga timu alikuwa anapata mafanikio. Kwa hiyo wapenzi wa Simba wakachukulia kwamba timu imekamilika, lakini timu bado haijakamilika. Nilivyosema kwamba tukiongeza wachezaji 2-3 ndio timu itakamilika. Kwa hiyo wapenzi wa Simba wafurahi kwanza kwamba tumefika finali, ingawa mazumuni ilikuwa ni kuchukua, lakini mwisho wa siku ni Mungu ndio anayepanga kwamba unaweza kuchukua usichukue. Kwa hiyo nasema nawapongeza wapenzi wa Simba, najua wengi sana wametokea, na nawapa pole wapenzi wengine ambao walikuwa na tamaa ya kuiona finali Dar es Salaam lakini wakashindwa kuja. Maana yake Dar es Salaam wangeingia kwa shilingi 5,000, hapa ilikuwa watafute shilingi 100,000 kwa ajili nauli ya boti. Kwa hiyo inshallah mwakani tutajipanga na wao vile watashuhudia, kama sio nusu basi watashuhudia finali. Mchezo kama ungechezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ungekuwa tofauti na hivyo ambavyo ulivyokuwa leo pengine? Ungekuwa tofauti kidogo, maana tungekuwa na mashabiki wengi sana ambayo wangeweza kushangilia timu. Na timu wanaposhangilia wengi, basi wachezaji naye wanapata hamasa kubwa ya kuweza kuongeza nguvu. Kuna kuwa nguvu ya kawaida na kuna kuwa na nguvu ya ziada kidogo. Sasa ile mashabiki wanaongezea nguvu ya ziada ili